Wakati mwingine tena msikilizaji, tunakutana hapa Simulizi Zetu Media kwa ajili ya kuendeleza simulizi yetu ambayo tumeshapata kuanza hapo mwanzo. Simulizi nzuri kabisa ambayo inamhusu Inspector. Simulizi imekaa kipelelezi fulani hivi mpaka sasa hivi ambako tumefika. Na sijijua ndugu yetu Xavier Loga nataka kutupeleka wapi hatimaye katika simulizi hii. Basi leo tuko katika sehemu ya pili ya simulizi hii, na kama unakumbuka katika sehemu ya kwanza tulifika sehemu nzuri kabisa wakati ambapo basi ndege ilikuwa imetekwa na magaidi, lakini ndani ya ndege pia kuna binti wa waziri mkuu. Waziri anahaha, serikali haijatulia. Kila mtu amechanganyikiwa kujua ni vipi basi wanaweza kuokoa wale raia ambao wako pale ndani, ikiwa ni pamoja na kuwasikiliza magaidi kwani wanataka nini na vitu kama hivyo. Tulishia hapo harakati zikiwa zinaendelea ni vipi basi ukombozi utafanyika, lakini mwisho pale tukaona kwamba hatimaye walikuwa wameamua kwamba ili swala wanatakiwa kushirikiana pamoja na Jamhuri ya Kongo ili waweze kufanikisha. Watafanikiwa ama itakuwa vipi? Karibu sana msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, na hii ni sehemu ya pili. Hakikisha umesubscribe channel yetu, usisahau kuandika comment yako, hususan ile ambayo itakuwa inatuambia kwamba unatusikiliza ukiwa wapi, bila kusahau kulike, lakini pia share mara nyingi kadri uwezavyo. Tuko kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, ukiandika Simulizi Zetu Media basi utatupata. Lakini kwa ambao unataka kuwepo na sisi pale kwenye group letu la simulizi, basi namba yetu ni 0757 5672 53. Mimi naitwa Tutu na nakukaribisha moja kwa moja katika simulizi hii. Basi tunaendelea ambapo tunatoka kule kwenye ndege na tujue nini kitafuata baada ya kwamba wamekubaliana kwamba watashirikisha Jamhuri ya Kongo. Lakini tunarudi upande wa pili wa Inspector Konya ambaye anasema baada ya kuwa amemruhusu mtoto wake kuelekea Afrika Kusini kimasomo, lengo lake lilikuwa ni kumnyamazisha mtoto wake juu ya mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kutokea. Basi tayari Konya alishatanguliza baadhi ya vitu muhimu katika kituo chake cha kazi. Konya alipangiwa kazi katika kituo cha Msamvu ambacho kiko Morogoro mjini. Kama unakumbuka, alikuwa amehamishwa kazi kwa sababu tu anaonekana ni miongoni mwa wale maafisa ambao wanapenda sana kuchokonoa vitu. Kitazama hii kesi ya Konya, kuna namna na ficho kuanzia kifo cha mke wake sambamba na upotevu wa binti yake, lakini tukamwona kijana wake alikuja akiwa anataka kumsaidia, lakini Konya alimwambia aondoke. Nini kinaendelea? Na mimi bila yana naendelea kukusogezea zile kurasa ambazo Xavier Loga ameandika. Basi bwana, baada ya kupokea simu kwamba gari ambalo limebeba vifaa vya thamani limefika Morogoro, na yeye aliamua kuifunga nyumba yake na kuchukua gari ambalo lilikuwa ni la binafsi. Lengo lilikuwa atumie gari hilo katika kuifanya safari yake ya kikazi. Ilikuwa ni kuhama kabisa Dar es Salaam, na tayari alishakuwa mpewa siku 2 tu, yani baada ya siku hiyo, yani siku ya pili yake ndio ingekuwa siku ya mwisho. Basi Konya ndani ya gari, kichwa kilikuwa kina mawazo mengi sana. Mikono ilikuwa ikiendesha usukani na kuzikata kona za barabara za Changombe Taifa, na mdomo wake ulikuwa busy sana alfajiri kuimba wimbo wa Alazo Pema Peponi Kamanda kutoka kwa Daz Nunda. Ulikuwa ni maalum kwake kwa ajili ya kumwaga na kumkumbuka marehemu mke wake. Moyo ulikuwa unamsemesha kila muda kwamba anahitaji kumuona mtoto wake Maureen mapema iwezekanavyo, lakini mwili ulishindwa kutafsiri hisia hizo na hakuwa anajua ni wapi ataanzia, lakini pia ni wapi ataishia. Basi kabla hatajamaliza kupita pale Kibaha, alisimamishwa njiani na akawa amezuiliwa kupita bila hata sababu maalum. Askari wa barabarani walisimamisha gari la Konya, na licha kuonekana kila kitu kama bima, leseni, kitambulisho, lakini ajabu ni kwamba askari huyo alikuwa na nguvu kubwa sana juu yake. Basi Konya alibaki ndani ya gari kuangalia sababu ambazo basi zilimfanya azuiliwe, na baada ya dakika 5 gari nyeusi lisimama mbele ya gari la Inspector Konya. Konya kabidi cheke kidogo kwa sababu alikuwa akifahamu mtu ambaye alikuwa ndani ya gari. Alikuwa ni rafiki yake wa kufa na kupona, anaitwa Badili Junior. Basi alicheka sana Konya baada ya kumuona kwamba rafiki yake huyo ndo ambaye alikuwa amesimamisha safari yake. "Jambo Fande," alisalimia Badili Junior huku akigonga kioo cha gari la Konya. Konya hakufungua kioo. Aliamua kushuka kabisa ili kuweza kumlaki rafiki yake huyo wa muda mrefu sana. "Bwana mdogo, unatembea bila hata kunitaarifu mimi ndugu yako kweli?" aliongea Konya huku akipokea mwili kutoka kwa Konya ili tu waweze kukumbatiana na kisha kila mmoja alitabasamu. Hali imekuwa ngumu, yani ni kinyume na tulivyotarajia. Nimepoteza kila kitu afande. Sasa huku Msavu ndo ambako kweli wameamua kuniweka, yani ndo wanataka kuniweka kimya kabisa, alilalamika Konya.
kwa kukosa maarifa ya kujiongeza. Lakini Badili Jr alikuwa na taarifa mbili ambazo zilikuwa ni mbichi, lakini pia kulikuwa na mbivu. Hakuna kitu kimeharibika rafiki yangu. Sehemu ambayo wamekutoa wewe, basi wameniweka mimi. Kwa hivyo nimeramba cheo pale. Nimepata cheo pale Konya. Aliongea habari njema rafiki yake huyu, na Konya alibaki kitamaki. Ina maana lile jina la Inspector Badili pale JR ofisini ni pale pale. Yaani ile kwenye ile ofisi yako ile ndo pale ambapo napoongelea. Sasa waliowapuuzi wameniweka na mimi na wameniwekea mtego wa kufuatilia mauaji maalum ya Bashasha pamoja na wale watu ambao walihusika kukutenda unyama. Mimi nakuahidi kwamba nitakuwa makini sana katika hili. Sitaruhusu kosa lolote rafiki yangu. Yaani nakula kiapo chini ya miguu yako. Nitakuwa mwadilifu hadi kuhakikisha unapata haki yako. Aliongea Badili kwa unyenyekevu mkubwa sana, akiinamisha kidogo kichwa mbele ya kifua cha Konya. Kwa mara nyingine tena leo Konya litabasamu. Alikuwa ameshapata mwafaka sasa. Yupo mtu wa karibu ambaye ataendelea kusimamia mwongozo wake wa kazi. Alimwamini sana rafiki yake huyo kutokana na maisha ambayo alikuwa amechagua kuishi toka walipokuwa wamejuana huko Songea kwenye mafunzo ya kijeshi baada ya kambi ya JKT Mlale. Lakini unajua nina habari ambazo bado hata hazijavuja huko mtaani. Aliongea tena Badili Jr na kisha ilimsogelea katika sikio la kushoto Inspector Konya. Boeing 787-800 Dreamliner iliyokuwa inaelekea Afrika Kusini imeshikiliwa na waasi huko nchini Kongo, tena ikiwa na abiria zaidi ya 200. Aliongea Badili Jr huku akimshuhudia taharuki ambayo Konya alitoa. Boeing 780 ngapi? Unasemaje? Aliamaki Konya. Haraka bila kupewa jibu alifungua mlango wa gari na alifungua katika kisanduku chake, akachukua karatasi ambayo ilikuwa na mfano wa stakabadhi ya malipo ya ndege ambayo alikuwa amepanda kijana wake. Boeing 787-800 Dreamliner. Alisoma kile karatasi na kukifinya hivi, kichwa chake alihisi kama anaweuka. Macho yake yalikuwa mekundu ghafla. Badili Jr alikuwa anamwangalia tu Inspector Konya. Alikuwa ajui ni kipi ambacho kimemsibu kwa haraka namna ile. Mwanangu jamani, mwanangu Fani yuko ndani ya ndege, alisema Konya, na Badili alijikuta akipiga teke gari la Konya lile. What a mistake. Yaani dogo koko. Oh shit. Na pia waziri mkuu mtoto wake pia yuko mle ndani ya ndege. Bila shaka hiyo ndo tajiti yao ise. Basi ilikuwa ni majonzi, na ndani ya majonzi Konya aliishiwa nguvu hata za safari. Licha ya mizigo mizito ambayo ilikuwa inamsumbua katika kichwa chake kwa sasa, lakini Mungu aliamua kumuongezea jaribio lingine, yani kutekewa mtoto wake mwingine. Aise, Konya hakuwa na malaika mlinzi hata mmoja. Hakuna malaika ambaye alikuwa akimlinda. Alikuwa ananyanyasika na serikali yake kila siku. Ushupavu wake katika kazi ulipungua na kiwango kilipungua kabisa. Yaani toka kupatikana kwa maalum Bashasha akilini wake, basi matatizo yaliibuka kuliko kawaida. Basi baada ya kuwaza jinsi ya kumpata mtoto wake Maureen, sasa hivi alikuwa anawaza namna ya kumpata mtoto wake Fani. Ikawa ni taharuki juu ya taharuki. Sasa ni Gemena, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege ya Boeing 787-800 Dreamliner ilitua salama nchini Kongo. Ilikuwa na idadi ya watu ile 200 kama ambavyo ilikuwa inafahamika. Na kama ilivyodhaniwa mwanzo kwamba ndege hiyo ingeweza kutua kati ya Brazzaville ama Lumbas, lakini la, waasi waliamua kuelekeza ndege hiyo hadi huko Gemena, karibu kabisa mpakani mwa nchi ya Kongo kuelekea Afrika Magharibi. Kasheshe ilianzia pale ambapo askari wa jeshi la Kongo walitaka kuisimamisha, na waasi walikuwa ni kama wamekasirishwa hivi. Mtafaruku ulitokea ndani ya ndege. Kwanza alitokea muasi mmoja ambaye alishikilia mateka kwa mbele. Alitoka nje akiwa amevaa suti nyeusi na kumpa onyo askari huyo ambaye walikuwa pale katika uwanja wa ndege wasithubutu kufanya chochote kwa sababu wako na watu muhimu wengi sana ndani ya ndege. Licha ya majibizano kadhaa na maneno ambayo ilikuwa ikiendelea pale, walishindwa kufikia makubaliano ambayo walikuwa wamepanga. Picha ikaanza baada ya askari mmoja wa jeshi la Kongo kurusha risasi kwenda kwa yule jamaa muasi ambaye alikuwa amemshikilia mtumwa wa kipindi chote pale nje ya ndege. Sasa kwa bahati mbaya risasi hiyo ilikosa shabaha rasmi na matokeo yake ilianguka katika mwili wa mateka. Na hii ilikuwa ni ishara ya vita kwa waasi. Haraka aliuvuta ule mwili na kujikinga huku akiingia nao ndani ya ndege. Tayari walishapoteza mtu ambaye alipigwa risasi na askari wa Kikongo. Bullshit. Kill them all. Ilikuwa ni amri kutoka kwa General Sweeper. Maneno yake ya matusi yalianza kuelekea ndani ya simu ambayo alikuwa amepiga. Ni kweli bwana. Na ni kweli kabisa, askari mmoja alianza kuanguka chini pale, na hivyo akafuata askari wengine mmoja mmoja. Zilikuwa zikipiga risasi ambazo hata ikujulikana ni wapi zinatokea.
Lakini kumbe kujiamini kwa jenerali huyu kulibebwa na wafuasi wake kadhaa ambao wao walikuwa uwanja wa ndege kuangalia kile ambacho kinatokea. Baada ya kuona amani haipo kabisa, wakaamua kujibu mashambulizi. Walikuwa ni wadunguaji wenye uwezo wa kutumia silaha na kuona mbali. Risasi zilirindima ndani ya uwanja wa ndege kila dakika. Ilikuwa ni kama dakika 10 hivi za majibizano ya risasi, na baada ya hapo kimya kilifuata. Kuangalia kushoto, kuangalia kulia, hakukuwa na askari wa Kikongo yote mbele kwa mebaki uwanja wa ndege. Vilitokea vifo vya mapema sana, na pamoja na kadhaa ambao walikuwepo pale, basi watu wengi walikuwa wameshuhudia mkasa huu ambao ulikuwa ni kama kichwa cha habari. Baada ya kimya hicho, hali ikawa shwari kwa upande wa waasi. Ilionyesha kwamba walishajiandaa na kila kitu, na walikuwa wako wengi sana katika eneo hilo, kwa sababu ndani ya ndege walikuwa watu 6 mpaka 7 hivi. Basi baadaye walianza kujitoa ndani ya ndege na kushuka sasa chini kwa ajili ya safari ya kuelekea huko ambako walikuwa wameweka makazi yao. Mtu wa kwanza kushuka ndani ya ndege hiyo alikuwa ni Jenerali Anton Swiper, ambaye alitoka hadi mlangoni na akasimama wima kuangalia hali ambavyo ilikuwa ndani ya uwanja wa ndege. Bado alikuwa ndani ya sare ya jeshi ambalo waliamua kutumia kama nembo yao ya uasi. Basi jenerali hakutoka nje tu, bali alitoka akiwa na miwani yake myeusi, lakini pia aliongozana na mtutu wa bunduki. Jenerali hakuwa na presha hata kidogo. Alishuka chini ya ndege, na baada ya muda msafara wa waasi na mateka walishuka kutoka ndani ya ndege wakiwa chini ya ulinzi mkali wa bunduki. Walichokifanya ilikuwa ni kuitanguliza nyama mbele na kisha mfupa ulifuatia. Waliamua kuanza na mlengo wao kubwa kabisa, ambaye alikuwa ni Swaumu ama kama ambavyo wanapenda kujiita, mtoto pekee wa waziri mkuu wa Tanzania. Basi alikuwa amemshikilia mtoto huyu kifuani kwake, huku nyuma akiwa ameelekezewa mtoto. Huyu ndo ambaye alikuwa ametumiwa kama kinga yao, na ndio maana hawakuwa na wasiwasi hata kidogo. Ni dhahiri alikuwa wameshajiandaa. Basi bwana, sasa polisi wengine walifika eneo hilo ambako walishindwa kufanya chochote kwa ajili ya kuokoa huo utekaji ambao ulikuwa unaendelea. Basi licha ya kuomba mazungumzo kadhaa kwa njia ya kipaza sauti, lakini hakuna ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya kusikiliza wito huo. Sasa ilichukua sekunde 60 tu, na tayari magari makubwa yalishaingia mpaka ndani ya uwanja wa ndege. Yalikuwa magari makubwa ya kijeshi, ambapo gari moja huchukua watu kuanzia 60 na kwenda mbele huko, na yalikuwa takriban magari 5. Walipanda kwa haraka na utaratibu ambao General Swiper alikuwa anaendelea kuutangaza. Sasa kwa kuwa hakuna ambacho kiliwazuia njiani, magari hayo yalifanikiwa kutoka salama kabisa katika eneo la uwanja wa ndege. Walionyesha jinsi gani ambavyo hatari iliyopo ilikuwepo endapo kama wakiendelea kuwafuatia watu hao bila makubaliano ya maneno. Basi ilibidi waache waondoke, na wao wakaendelea kusafisha uwanja wa ndege kwa kuangalia majeruhi pia ambao walikuwa wameathirika na zile purukushani. Kwa bahati iliyoje, ndani ya gari walikutana tena na Swaumu pamoja na Fani. Mmoja alikuwa amekaa upande wa kulia, lakini mwingine kushoto. Hawakuongea chochote kile zaidi ya lugha ya ishara, ambapo alikuwa anahitaji msaada wa kujikwamua sehemu alipo, kwa sababu yeye peke yake ndo ambaye alikuwa amestahili kushtakiwa na kushikiliwa kwa umakini sana na watu wale. Safari ilisonga mbele hadi katika machimbo ya mgodi moja ambao unajulikana kama mgodi, ambapo waasi hao walikuwa wamejichimbia huko. Ilikuwa ni porini kabisa, kiasi cha masaa 6 au 7 kutoka katika mji. Basi eneo hilo walibatiza kama mgodi, wakimaanisha kwamba ni sehemu ambayo ni ya thamani sana, ambapo watu tayari wapo kwa ajili ya kuipigania. Basi waasi na mateka hao walifanikiwa kufika salama kabisa ndani ya haya makazi. Sasa ni Morogoro, Tanzania, ambako tunamuona Inspekta Konya ambaye alifanikiwa kufika salama kabisa katika kituo cha Msavo. Na baada ya kuhakikisha kwamba anapata nyumba nzuri na ambayo itamfaa katika majukumu yake ya kikazi, aliamua kwenda kituoni mara moja kuanza kazi siku hiyo, kwa sababu alikuwa hana muda wa kupoteza hata kidogo. Alikuwa na haraka kwa sababu kwanza alikuwa anataka kutambua nini kinaendelea nchini Kongo ambacho serikali imeshindwa kuweka wazi kwa wananchi wake. Lakini pia alikuwa na harakati za siri pamoja na Badili JR, yule rafiki yake, kuhusu kutafuta kipi na nani ambao wamehusika katika mauaji ya mke wake, yani mke wa Inspekta Konya. Na walitaka pia kufahamu ni kwa nini alikuwa mfanya vile. Lakini jambo la kushangaza toka afike kituoni hapo ni kwamba askari wote hapo walikuwa na sura za kumwogopa mno Inspekta Konya. Yaani walikuwa ni wanyenyekevu kupita kiasi. Kuna mtu alikuwa anashindwa hata kunyanyua sura zao kumtazama usoni. Konya alipouliza shida ilikuwa ni nini, askari hao walisema kwamba wanaogopa sana maamuzi ya askari hayo
kwa sababu walishakuwa wamezoea kula bata toka waajiriwe sehemu hiyo, lakini sasa hivi wamepewa kiongozi mwingine mkubwa ambaye faili lake linasoma kwamba nitachapa kazi mpaka kufa. Na hii ilikuwa ikiwaogopesha sana, na majibu ya askari huyu aliyapata Konya wakati alipojaribu kuzungumza naye. Lakini usijali inspector, sisi tunakuahidi kwamba tutachapa kazi sana. Tutachapa sana kazi inspector. Na Morogoro sasa hivi inapaswa kurekebishwa. Imekaa ovyo ovyo sana, wavuta bangi wengi, dada zetu najiuza sana usiku. Yaani ni aibu kwa kweli. Askari huyu mwenye nyota yake aliongea akiwa mbele ya Konya. Basi Konya alimtazama yule askari wakati akiwa anajikosha mbele yake. Anajua maovu mengi sana, lakini alikuwa amekaa kimya pia. Na sasa eti anasemelea kwa mkuu wake wa kituo kwamba yale mambo ambayo sijui namna gani itakuwa vipi, mengine wayakabili pamoja, kati anajua kabisa nini ambacho anakizungumzia. Basi Konya aliomba baki peke yake ndani ya ofisi, huku akiendelea kukiri kwamba mchezo ulikuwa ni mkubwa sana mbele yake, na alikuwa hajui afanye nini ili arudishwe Dar es Salaam ili akakabiliane na maadui, kwa sababu wanasema njia nzuri ya kumweka adui yako karibu ili umpate ni unatakiwa kuwa naye karibu. Basi alitoa simu yake mkononi akawasha, akaja akawasha data ili apitie baadhi ya jumbe ambazo amekosa kuzisoma. Kabla hajafika mbali, simu kutoka kwa Badil Joyara ikabisha hodi, na bila kupoteza muda akapokea. Okay, nimeanza uchunguzi huu inspector. Nimegundua hizi zote kumbe ni njama za Mr. X, aliongea Badil. Basi hapo alimweka sawa Konya. Konya alimeza mate, na baada ya kuona kwamba taarifa njema kama hiyo ilikuwa imekuja punde tu, moyo wa kisasi ulimjaa. Lakini bado sijampata Mr. X ndo nani, kila ambaye ninambana hapa ili aniambie. Hakuna mtu ambaye anataka kuniambia maelezo ambayo ametoshea. Anyway, mimi nitaendelea kufuatilia mwenyewe. Wacha kwanza nizungumze na mtu hapa mara moja. Alizungumza upande wa pili na kisha simu likatwa. Basi Konya alijipiga kifuani na akawa amefurahi sana kupata rafiki ambaye alikuwa anamjali sana. Sasa huyu Badil Joyara alikuwa kama Konya tu, ila udhaifu wake ilikuwa ni huruma ambayo imepitiliza. Yaani ukimuonyesha sana kwamba unahitaji huruma, alikuwa anakuwa dhaifu sana kuachia. Lakini ilikuwa ni tofauti na Konya ambaye alikuwa na msimamo wake. Yaani kama nyeusi ni nyeusi, na kama ni nyeupe mpaka mwisho. Basi pale kituoni ambapo alikuwa, alianza kusikia kelele za askari wake, na walikuwa ni kama wakishindwa kuelewana na mtu mwingine. Konya alinyanyuka kwa haraka sehemu hiyo na kuelekea sehemu ya tukio, akitaka kupoa hata kidogo. Yeye alianza zake kazi mapema. Afande, nimekwambia kwamba mimi sio mimi, sio mimi. Kule afande ndo kuna mlipuko. Mtu ambaye alifika kituoni hapo aliongea kwa shida, akielekezea kidole nje ofisi. Jamaa huyo alionekana kutapakaa damu uso mzima, yaani tunadhani kwamba alikuwa amechinjwa mbele ya uso wake. Alikuwa ameuka kwa tukio ambalo lilikuwa limetokea na alikuwa ameshuhudia hivi punde. Alimuona Inspector Konya anakuja, na yeye alitoka mbio hadi kwenye miguu yake bila kujali vazi zito ambalo alikuwa amevaa Inspector Konya. Kijana yule alianguka na kushikilia upinde wa suruali ya Konya huku akiongea kwa mashaka. Afande kule wameua wenzangu wote. Naomba msaada afande. Aliongea bila kuacha hata nafasi, lakini hakuachia miguu ya Inspector mpaka pale ambapo alinuliwa. Wapi huko? Konya aliuliza huku macho yake akiwa makini sana kutangaza pale ambako kijana alikuwa anaonyesha. Ni kule stendi, ni kule Msamvu afande. Sasa alitaja sehemu ile kijana. Alimaanisha kuna sintofahamu ambayo imetokea stendi ya mabasi Morogoro Msamvu. Afande, alitakomavu Konya tayari alishatoa oda ya askari kadhaa kufuatana naye katika tukio hilo. Jambo zuri na uzuri zaidi ni ilikuwa ni mita chache sana kutokea hapo kituoni mpaka kufika hapo kwenye stendi ya magari. Basi haraka waliparamia Defender ambayo iliegeshwa tu nje ya kituo, na Konya alishika mwenyewe usukani bila hiana. Hakuangalia nani dereva maalum wa gari hilo na wala nani ambaye alikuwa ni askari wa dhamu. Yeye alichokuwa anataka ilikuwa ni kuondoka, na tayari alishamweka yule jamaa kwenye gari, yule ambaye alikuwa amekuja kuleta taarifa. Lakini sio mtu wa kawaida hata kidogo. Licha ya ugeni usiku moja, lakini aliweza kulifikisha gari hilo ndani ya stendi. Oh shit. Konya aliongea kutokana na hali ambayo alikuta katika sehemu hiyo ambayo ilikuwa ni ya kutisha sana. Ilitisha mno kwa amani, na ilionyesha kwamba kila kitu kilikuwa shagara bagara. Stendi hiyo ambayo ilikuwa itamaniki hata kidogo, bila shaka kulikuwa na mlipuko mkubwa sana ambao ulitokea muda mchache kabla ya Konya kuwasili eneo la tukio. Waliposhuka kwenye gari walijikuta tu wakiwa wameshika viuno vyao. Jengo la Msamvu ambalo ndo lilikuwa maarufu kwa ajili ya shughuli za kukata tiketi na shughuli za haja ndogo na kubwa, pamoja na sehemu murua ya kupumzikia wagonjwa, palikuwa pata maniki hata kidogo.
Jengo hilo limegeuka upande mmoja wa kulia na kuacha taharuki kwa watumiaji. Kulikuwa na maiti kadhaa ambazo zilikuwepo pale na zilikumbwa na athari hiyo, huku majeruhi wakiwa ni wengi kuliko maelezo. Konya aliganda hapo, asijue ataanza kumsaidia nani. Ilikuwa ni siku yake ya kwanza kazini na tayari tukio kubwa kama hili lilikuwa limelindima. Ama hakika huwezi kuita baba bila kuwa na mtoto. "Afande, ita gari ya wagonjwa haraka," aliongea Konya na kuendelea kutoa oda. Askari wa hapo walikuwa sio wajibikaji hata kidogo. Licha ya tukio zito kama lile, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ameshtuka na kufanya harakati hata za ukombozi. Wao walikuwa nyuma tu kufuata oda ambayo Konya alikuwa anaagiza, lakini kumbe walitakiwa kufanya chochote ambacho anaona ni sahihi. Jamani, yani tafakarini hizi sheria zenu jamani. Mwandishi anasema hivyo. Basi Konya alielekea hadi kwa yule kijana ambaye alileta taarifa pale kituoni. Alimwangalia sana jinsi ambavyo damu ilikuwa imeanza kuganda katika uso wake. Alikuwa anatetemeka sana. "Umeumia?" "Hapana." "Nini kilitokea?" "Tulikuwa tunapiga debe tu upande ule kule karibu na eneo la wauzaji. Ghafla tukaona kuna gari imepaki kama Defender hivi. Ilikuwa na rangi na namba za usajili akawa kama hizo kwenye gari ambalo tulikuwa tumepanda sasa hivi. Walishuka watu ambao wamejifunika usoni, walikuwa wamevaa mashati meusi kabisa na mgongoni ilikuwa imeandikwa Mr. X. Alieleza yule kijana, lakini hakufanikiwa kufika mwisho. "Unasemaje? Mr. nani?" Alimkatisha Konya kabla hata hajamaliza. Yule kijana ilibidi arudie tena, akamwambia alivaa t-shirt nyeusi ambazo ziliandikwa kwa maandishi ya rangi ya njano ambayo yalikuwa yameandikwa Mr. X. Mr. X. Ndio Mr. X. Walifika na kuanza kupiga watu ambao walikuwa wamesimama upande ule kule. Wengine tukakimbilia upande huu wa jengo na ndipo ambapo tukashuhudia mlipuko wa bomu. Ilikuwa ni bomu kabisa afande. Yaani ile bomu ambalo likilipuka linatoa hadi moto. Simuona hadi ule upande wa ghorofa umeanguka. Alieleza ile kijana na mwisho kumaliza na swali. Basi watu wa huduma ya kwanza tayari walishafika katika eneo hilo. Walianza kushughulika na mtu mmoja ambaye alionyesha dalili ya kuendelea kupumua. Wahudumu wengine walisaidiana na askari ambao walibaki kuokota miili ya watu ambao tayari walikuwa wamekwisha kufariki. "Unamjua Mr. X?" Konya alijikuta anaanza kumuuliza maswali mengi sana ile kijana ambaye alionekana hajui chochote. Yaani chochote kuhusu huyo Mr. X. "Kwani huyo ni mtu?" Yule jamaa naye alimuuliza Konya. Alikuwa hajui kama Mr. X ambaye ameandikwa kwenye t-shirt za wale watu ni mtu ama taasisi ambayo inashughulika na masuala ya kijambazi. "Ulifanikiwa kumpiga picha labda?" Konya aliuliza tena. Alishachanganyikiwa jamani. Yaani kusikia tu habari za Mr. X alikuwa anauliza maswali bila mpangilio. Yule jamaa alikosa jibu kwa sababu hakuwa hata na ushahidi wa picha. Basi Konya alisogea hadi pale ndani ya jengo lile upande ambako ulikuwa umeathirika. Askari tayari walishakuwa wamezungushia utepe kwa ndani kuonyesha kwamba kwa kuna hatari na ni eneo ambalo hakupaswa mtu yote kuingia. Katika angaza Konya alikutana na mdada ambaye alikuwa anahangaika sana kuondoa chuma kizito ambacho kilikuwa kimemwangukia mguuni. Haraka alimega hatua na kwenda kumsaidia dada yule. Alipofika pale alimpa pole huku akijaribu kumpukuta vumbi kichwani dada huyo. Lakini hakuitika. Dada yule alianza kulia. Alilia sana dada yule. Kwa kuwa hakuumia sana, Konya alimsogeza mwanamke yule hadi nje kabisa ya jengo. Akamkalisha chini na kumfunika vizuri na kitenge chake ambacho alikuwa amejifunga kiunoni. "Unaitwa nani?" "Naitwa Adija," alijibu binti yule na akakaa kimya. Uso wake ulikuwa una aibu kwa sababu alikuwa akilia kwa kamanda mkubwa kama Konya. "Unaweza kuniambia nini kimetokea?" aliuliza tena Konya, na wala hakufanikiwa kupata jibu. Dada alianza kulia tena kwa nguvu sana. Okay. Sorry. Konya ilibidi aache kwanza kumuuliza yule dada, akainuka na kuendelea kutafakari ile tukio ambalo Mr. X atakuwa amelifanya ambalo amefika tu Morogoro na kukutana nalo. "Bila shaka ananifuatilia mimi," alizungumza afande peke yake, na katika kichwa chake alihitimisha hivyo na akatoa kiko katika mfuko wake akaweka bila hata kuwasha. Alikuwa anachezea tu mdomoni. "Unaweza kwenda nyumbani?" aliuliza tena Konya kwa yule dada ambaye alikata katukatu. Aliuliza kwa nini, alijibu kwamba yeye ana sehemu ya kukaa. Kwa hivyo eneo hilo alikuwa anafanya tu biashara ndogo zinazomfaa ili apate chakula. Alikuwa hajawahi kujiuza kwa ajili ya kupata pesa nyingi, lakini alifanya shughuli hizo halali kabisa za umachinga ili kuuza kila kitu, lakini leo mambo yamekuwa tofauti. Kwa hivyo ilimradi siku imeshapita, basi hana budi, alikuwa anatakiwa kulala ndani ya stand. Basi Konya alimuomba askari mmoja wa kike waondoke pamoja na aliacha eneo hilo likiwa linaendelea kusafishwa. Askari walijaa wengi sana kuliko maelezo. Taarifa za tukio hilo lilifika makao makuu tayari na baadhi ya makamanda walianza kulishughulikia, ikiwemo kutafuta chanzo cha wahusika ambao wamesababisha jambo hilo. Konya, askari wa kike pamoja na yule dada ambaye aliokolewa kwa jina la Adija walichukua taksi hadi kurudi nyumbani kwa Konya.
Lengo ilikuwa ni Konya kutoa msaada kwa dada huyu, lakini pia ni kumhoji vizuri jinsi ambavyo tukio lilikuwa limefanyika. Kwa maana katika maelezo ya kwanza dada alisema anadhani ana taarifa kuhusu Mr. X kwa sababu kila akiuliza swali hilo kuhusu Mr. X alikuwa akilia sana, ni kama alikuwa na kitu anataka kuzungumza, na ndivyo ambavyo Konya aliamua kumchukua akiamini kwamba kuna kitu taongea. Basi walifika nyumbani kwa Konya na kupitiliza mpaka ndani. Askari, ulishawahi kusikia tukio au kitu chochote kuhusu Mr. X? Aliuliza Konya akimuuliza askari mwenzake yule ambaye alikuwa ni wa kike. Ndio inspector, lakini matukio yake huwa yanakuwa makubwa na ni ngumu kuyafuatilia, lakini wahusika waachi ushahidi. Unajua, tukio la mwisho lilikuwa ni mwaka jana tu, kipindi cha kampeni, alijibu yule askari. Na hapo Konya alipata jibu lake kwamba kumbe kweli Mr. X sio mtu wa mchezo hata kidogo. Umesema wakati wa kampeni Alikumbuka jambo Konya. Alishajua kama ni wakati wa kampeni, basi bila shaka tukio hilo linajumuishwa na mambo ya siasa ama mwanasiasa, na bila shaka Mr. X yuko madarakani. Swali ambalo alibaki nalo kichwani, Mr. X alikuwa ni nani? Yuko wapi na ana dhumuni gani kwake? Tena kipindi kile watu walichinjana sana Morogoro. Yaani Morogoro palikuwa patamaniki kabisa, walitapakaa kila mahali wale watu. Alizungumza yule askari. Basi waliongea na askari na alikuwa anaendelea kumkaribisha Konya kwa jinsi ambavyo alikuwa yuko pale nyumbani, kwa sababu pia ilikuwa ni mara yake ya kwanza Konya kuweka makazi yake katika mji wa Morogoro, japo kwa mji huo alikuwa na ufahamu vizuri sana. Sasa muda ulifika, yule askari akaaga kwamba anataka kutoka ili apishe Konya na yule dada wazungumze kwa uhuru zaidi. Hivi ulisema kama unaitwa Adija Aliongea Konya tena akisogea pale ambako yule dada alikuwepo. Ndio, alijibu dada akiwa na wasiwasi. Na umesema unaishi wapi? Msamvu stand. Okay. Una ndugu yote maeneo Morogoro? Sina afande, sina. Baba na mama wako wapi? Baba alikufa nikiwa na miaka 5, mama alikufa nikiwa na miaka 7. Aliongea kwa huzuni na kisha alitulia. Konya alimwangalia tena yule dada kwa jinsi ambavyo alikuwa anaongea. Aliona kabisa huyu dada anaongea uongo kutokana na vile ambavyo anatetemeka. Una miaka mingapi Morogoro? Kama sio 6 ni 8. Nimeshasahau. Alijibu kimkato na akaanza tena kujiliza. Safari ya kutoa sauti. Alikuwa anapigia tu mikono yake na yote alikuwa amefunga kwa pamoja. Umeshawahi kujihusisha na uhalifu? Aliendelea na maswali ya kumchanganya Konya. Kuna kitu alikuwa anahitaji kutoka kwa yule dada. Mimi hata sijawahi afande. Nimekwambia mimi ni raia kawaida tu, nilikuwa najishughulisha na biashara ndogo ndogo pale stand ili nipate kula. Na una mpenzi? Kabla hajajibu, Konya alimuuliza swali lingine. Alikuwa anatabasamu tu moyoni mwake na alikuwa akimhurumia sana dada wa watu ambao wanahangaika kumjibu maswali ambayo hata sio ya kwake. Nilikuwa naye lakini ameniacha. Kwa nini? Mimi sijui, labda pengine ampata mtu mwingine sahihi. Unamjua Mr. X? Likaja swali gumu zaidi kwa yule dada. Hakupenda kabisa kusikia jina hilo Mr. X masikioni mwake. Alikuwa akisikia anakosa amani kabisa ya moyo. Alianza kutetemeka zaidi yule dada. Machozi yakaanza kumtoka na alishindwa kabisa kujibu lile swali ambalo alikuwa ameulizwa. Nijibu. Konya alikuwa kawaida sana akimlazimisha dada yule ajibu, lakini hakujibu chochote. Alikuwa analia tu. Una simu? Aliulizwa tena. Ndio ninayo, alijibu akitoa mfukoni mwake. Alipotaka kumkabidhi Konya, Konya alichukua na kubonyeza na kuruhusu mwanga. Ilikuwa ni simu ndogo ya kubonyeza ile. Mr. X ametuma ujumbe pa. Anauliza umemaliza? Konya aliamua tu kumchezea dada. Aliamua kumdanganya kuwa anamtishia kwamba Mr. X ametuma ujumbe, na yule dada aliacha kulia ghafla na kuruka hadi ilipo simu yake. Alipokuta hakuna chochote, alinua sura yake kwa Konya na kumwangalia tu kwa kumshangaa. Kama wewe ni mhalifu, basi nakuonya, acha kabisa. Alimaliza Konya na kisha alinyanyuka na kuitoa tena kiko katika mfuko wake. Aliwasha na kukaa tena kwenye kochi, na safari hii ilikuwa ni mbali kabisa na yule dada. Kutoka hapa hadi huko stand ni kiasi gani? 400, alijibu yule dada akitoka katika pale alipokuwepo na kumsogelea Konya. Lakini babangu, usiniruhusu nirudi muda huu. Bado ile tukio la kushambuliwa pale jamani liko kichwani kwangu. Naomba niondoke hata kesho asubuhi. Sasa hizi muda mbaya, aliomba yule dada. Konya alishtuka sana. Abaki. Kwani uko stendi kuna hatari yote? Mbona hakuna hatari? Hakuna hatari, hakuna vibaka, hakuna wezi. Sasa unaogopaje kurudi muda huu wakati ni mapema tu? Aliongea Konya kwa mshangao, lakini alitafakari na aliona ni bora tu dada huyo abaki japo aondoke hata kesho asubuhi na mapema. Na kwa jinsi ambavyo anajiamini Konya, alikuwa akijiamini kupita maelezo kwamba hakutakuwa na shida yote kama yule dada atabaki pale. Okay, unaenda kununua chakula au unapika? Konya alikuwa na maswali mengi sana kichwani,
lakini alikuwa anahitaji muda wa kuyapanga vizuri, lakini pia kupanga vizuri kazi zake. Basi baadaye aliamua kumwacha abaki kwa siku hiyo moja, lakini pia alikuwa anataka kumtazama kama yuko vizuri kwenye mambo, basi amchukue moja kwa moja, japokuwa alihisi kwamba kuna taarifa ilikuwa imemdanganya. Hakuwa na mke wala mfanyakazi Konya. Aliamua tu kumwacha dada huyo kwa muda ili aendelee kujiridhisha. Sasa ni majira ya usiku wa manane. Konya alishtuka kutoka usingizini. Alikuja kushtuka huko katikati ya watu ambao walikuwa ni kama wanne hivi. Konya alikumbuka mara ya mwisho alikuwa amelala kitandani na hali ilikuwa ni shwari mno, lakini sasa anainuka ipo katikati ya wanaume wanne ambao wameshiba kweli. Inspector, bado kichwani kwako yuko Mr. X tu? Mmoja kati ya wale jamaa alianza maongezi baada ya Konya kuwa amezinduka. Konya hakuwepo tena nyumbani kwake. Alikuwa sehemu nyingine tofauti kabisa. Sijui ni muda gani ulimchukua, lakini alikuwa amewekwa kwenye kiti kimoja, huku akiwa peke yake amekaa kwenye chumba hicho ambacho hakikuwa na kitu chochote mle ndani zaidi ya yeye pamoja na hao vijana ambao walikuwa wamemzunguka. Where is Maureen? Aliuliza swali la kwanza kabisa. Maureen yuko wapi? Na hili ndio swali ambalo liko mdomoni mwake muda wote, kuuliza kuhusu mtoto wake. Hapa hakujali yuko wapi, ametekwaje na imekuaje, lakini alishajua kwamba yule dada alimchoma ni mmoja kati ya maaskari wa Mr. X. Alielewa tangu jana. Usijali sana kuhusu Maureen, utaenda kuungana naye muda si mrefu. Mbona yuko salama kabisa na yuko nchini Msumbiji. Mtu mwingine aliongezeka mle ndani. Alikuwa ni mbaba mkubwa sana. Kwa haraka unaweza kumfananisha na Fani Kiumbo, lakini alikuwa ni mweusi kutokana na alivimbiana mwili kama wana masumbu hivi. Wapuuzi wakubwa. Nini sababu ya yote haya? Kama ni kweli nyinyi wanaume, simngekuja kunishika mimi mwenyewe kama hivi kuliko ni kuniletea unyama na vitu vya ajabu. Mambo ya kazi mnaleta kwenye familia yangu kweli? Kwa nini? Konya alibanwa kabisa na kamba, na kitu ambacho kilirushwa ilikuwa ni ngumi moja ya mdomoni. Inspector, kitu pekee ambacho tunaweza kusema ni kosa kutoka kwako, ni kiherere chako tu cha kumfuatia Mr. X. Nasikitika sana umeniulia kijana wangu shupavu maalum Bashasha. Mfungwa namba 721. Sijui unamkumbuka huyu? Alikumbusha yule kijana. Maalim, aliongea Konya, akimkumbuka vema sana kabisa kijana huyu ambaye aliharibu maisha yake. Yaani baada ya kipigo ambacho alimpa Maalim Bashasha, maisha ya Konya yalibadilika ghafla, yakawa ya masakamu lakini pia mahangaiko mpaka leo. Ala, kumbe yule mpuzi ndo mlikuwa mnamtuma Nimemnyongelea mbali huko. Nimemuua mwenzenu huyo. Inawezekana ukafuata hata wewe. Aliongea hivyo, na baada ya kutoka na maneno hayo, wale vijana walimshughulikia kweli. Walimpiga sana mijeredi migongoni Konya, na kwa kuwa walikuwa wanafahamu ushupavu wake, basi walitumia hali hiyo ya kumweka chini yao. Hebu tulia Inspector, umejibu kwa jeuri sana. Hata mimi baada ya wewe kumweka nguvuni mtu wetu, niliagizwa kwenda kumteka mtoto wako, na mimi nikafanya hivyo. Lakini katika mpango wangu nikakutana na mwanamke ambaye kwa hakika sikupata kumuona kamwe. Nisamee mzee wangu jamani, nilishindwa kabisa kudhibiti ujana wangu. Nikajikuta natenda unyama kama ule, lakini mimi sikumuua. Ila nilisikitika tu kusikia kwamba eti kweli alijiua, kisa tu nilala naye. Jamani. Aliendelea kuongea yule kijana. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na mwanga hafifu sana. Kilikuwa ni chumba cha mateso hivi. Basi Konya alitukana mpaka mwisho. Hatimaye leo kakutana macho kwa macho na mtu ambaye alimfanyia unyama mke wake. Laiti angetambua wakati huo kwamba angekuwa hajamfunga, basi lazima angemuua. Ilikuwa ni bahati sana kwao kumfunga Konya. Alikuwa na ghadhabu mno. Inspector, mimi nafuata order tu. Hakuna ambaye anashikilia uhai wa mtu hapa. Unamwona yule kijana pale? Alishika uso wa Konya na kuelekeza kwa kijana wa kwanza upande wa kushoto. Huyo anaitwa Deus. Ameshikiwa uhai wake na Mr. X. Unamwona huyu mwingine? Aliendelea kumuonyesha kwa uso, naye ameshikilia uhai wake na Mr. X. Na unamwona huyu mwingine? Alimgusa mwingine. Alikuwa ameshikwa na Mr. X. Huyu naye ni hivyo. Lakini mimi pia ni hivyo. Sisi hatuna uhai hapa. Sisi tupo kwa ajili ya kutimiza majukumu ambayo tunayo. Sisi hatuna haki ya kukiuka. Aliongea huyo kijana, na bila shaka alikuwa na shinikizo kutenda matendo yale, lakini yeye si mhusika. Labda asipofanya atauawa yeye. Nitamuua Mr. X. Alipayuka Konya, lakini alikula ngumi ambayo ilitua sawa usoni kutoka kwa yule jamaa. Utamuua vipi sasa kati ameshikilia wao wetu? Nataka na sisi tufe. Utamuua mtu ambaye umjui? Mr. X, hata sisi toka tunaanza kazi hatujawahi hata kumuona. Ana mtandao mkubwa sana huyo mtu. Yeye ni chochote kile katika nchi. Sasa sisi watu wake wa karibu hatujawahi hata kumuona. Vipi kuhusu wewe? Alikuwa anaongea kwa ghadhabu sana yule jamaa.
hivi ni kwa nini mmeamua kuniingiza mimi na mwanangu katika michezo hii? Aliuliza Konya. Fan ni nani? Yule jamaa aliuliza akionekana kutokujua kabisa kama Konya na mtoto mwingine ambaye anaitwa Fan. Sasa hizi zilikuwa ni kama habari njema kwake, akatabasamu. Kumbe bado na mtoto mwingine? Sijui atakuwa mrembo kama dada yake Maureen jamani. Aliendelea kuongea kwa dharau na kabla hajamaliza alipata simu kutoka kwa mtu wake wa karibu. Yes, alijibu kwa kikunja sura. Ya, niko naye. Alijibu na kisha alitoa simu sikioni pamoja na kipaza sauti. Karibu sana Inspector. Alikuwa anaongea kwenye simu, alisikika akizungumza hivyo lakini pia alisikika akicheka. Basi alipokea matusi mazito sana kutoka kwa Inspector Konya. Na sauti yake ilikuwa na mawimbi sana kiasi cha kushindwa hata kutambua alikuwa ni nani. Lakini Konya akamwambia, nakuahidi, ukiniacha mzima kwa masaa 24 tu, basi nitahakikisha kwamba nakula na wewe sahani moja. Aliongea Konya na yule jamaa alipewa maagizo tu kupitia simu ile kwamba ampige picha Inspector Konya vile vile alivyo na kisha ampeleke chimbo. Basi Mr. X alitoa agizo ya Konya kupelekwa chimbo na akazibwa uso na mfuko mweusi. Konya alinyanyuliwa na kutolewa kwenye chumba hicho. Na sasa tunarudishwa Kongo ambako waasi wa Eastern Central African Terrorism Unit, wao wanajiita IKATU, walikuwa tayari wameshaweka makazi yao mgodini. Mgodi ambako ni sehemu kulikuwa na harakati za uchimbaji wa madini aina ya dhahabu kwa miaka nyuma kidogo. Lakini baada ya waasi kuona mchango mgodi katika kampu la taifa haukidhi vigezo ambavyo wanahitaji, basi waliamua kuteka mgodi huo na kusimamisha shughuli zote za uchimbaji na mgodi ukawa chini yao. Na sasa walikuwa wakiendeleza harakati zao za kulisha wanajeshi wengi zaidi wa kiasi ili kiasi na kikosi kiendelee kuwa imara. Sasa kati ya wale mateka 200 ambao waliwakomboa kwenye msafara wa ndege kutoka Tanzania, ni abiria 21 tu ambao walikuwa na vigezo vya kuingiza katika moja jeshi lao. Moja kati yao alikuwa ni Fani. Fani alipata nafasi ya kulazimishwa kwa kijana ambaye alikuwa na umbo zuri na alikuwa anajitoa mwanga kwa kazi yote ile ya kiasi. Aliitwa ofisini ambako kiongozi mkubwa wa waasi alikuwa anaishi kule, na toka fiki hapo hakuweza kuonana kabisa na kwa sababu walitenganishwa maeneo. Unaitwa nani? Mkuu wa kikosi cha waasi aliuliza. Alimuuliza swali Fani ambaye walikuwa katika usajili wa kuwasajili vijana wengine ambao aliona wana uzito katika kikosi chao. Abdul, alijibu Fani, huku waasi ambao wanajulikana kwa jina la Marcus 99 alimwangalia Fani pamoja na kijana mwingine pembeni ambaye alikuwa makini sana kwa majibu ya uongo ambayo kijana alikuwa anatoa. Basi alisimama wima bila kuogopa shida mtu yote yule. Marcus alikuwa anabonga Kiswahili vizuri sana. Dula. Sema anaitwa Dula. Alimpa jina lingine Fani. Fani hakuonyesha kucheka wala kukasirika kupewa jina hilo. Alikuwa miganda tu mikononi mwake. Mikono yake ilikuwa iko nyuma. Ujasiri ambao ulimfanya kuaminika kwa urahisi zaidi ilikuwa ni vile ambavyo alikuwa, na mkuu akajikuta amemwamini. Dini yako? Marcus aliuliza swali lingine ambalo lilikuwa na muonekano mpya akilini mwa Fani. Mimi sio muumini, alijibu tena kwa ufupi. Fani alishajua mienendo ya mambo ya waasi kwani hawatofautiani sana na wanajeshi. Unajua kwa nini tunapaswa kuliasi taifa lako? Aliuliza swali lingine. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ni masaa kadhaa sasa toka tuje hapa na hakuna msaada wowote ule ambao serikali yangu imeufanya ili kutukomboa, alijibu Fani na kuendelea kula buyu. Alikuwa ni mtu wa kujibu kifupi na kukaa wima, lakini usoni kwake alitengeneza sura ya kukaribisha hasira ambazo alizielekeza moja kwa moja kwenye taifa lake. Unajua kutumia silaha? Hapana, ila itanichukua dakika 7 kujifunza. Nitakuwa nimeshaweza, alijibu tena. Na kama wao ambao walihitaji, waasi walihitaji mtu shupavu ambaye hana chembe za uoga, mtu wa kujitoa mwanga. Basi Fani alipita moja kwa moja kama vijana ambao walikuwa wanahitajika sana kwenye kikosi cha IKATU. Alipita moja kwa moja kwenye usaili bila mbambamba yote kwa sababu alionyesha kwamba ana utayari mkubwa sana. Sasa ilikuwa ni siku ya pili sasa toka waasi waanze kuishi na mateka wao. Baada ya makubaliano na serikali ya Tanzania kugonga mwamba, waasi waliamua kujimilikisha watu hao na wakawa ni watu wao. Walianza kuwafanyia mambo ya ajabu kama vile kuwafanyisha kazi nyingi ambazo zilikuwa zinahitaji watu wengi. Waliogeuia majukumu kama walivyo pia. Wale wadada ambao Mungu alikuwa amewajalia maumbo mazuri au sura nzuri tayari walishaanza kuguswa na waasi. Walikuwa wanafanyishwa mapenzi na kila baada ya dakika kadhaa walikuwa wakifanywa vyovyote ambavyo waasi wale walikuwa wakitaka kufanya. Waliamini tendo hilo ndio ambalo linawapa nguvu za kupambana zaidi na maadui yao.
Sasa Umu alipata nafasi ya kukaa hema kubwa la kiongozi huyo wa kambi. Alikuwa ni Marcus mwenyewe ambaye alimlazimisha Umu abaki naye katika hema moja. Alimtamani sana kimapenzi, lakini alikuwa mvumilivu sana Marcus. Alimnyanyasa kwa kila kitu, lakini hakufanikiwa kuona tupu yake. Babako yeye anatuchezea akili. Akijifanya anatufuatilia zaidi, anaweza kupoteza hata wewe. Atapoteza kila kitu. Si atuone hasara ya kuchinja, unajua. Ilimradi sisi tuwe salama, tutafanya chochote. Hii ilikuwa ni kauli ya Marcus akimwambia Umu mbele ya Jenerali Anton Swiper. Basi baada ya kuamini na kuaminiwa na jeshi kwa kiasi, Fanny alipata pambano la kwanza siku hiyo na Jenerali Anton Swiper. Waasi walimzunguka duara kuangalia mchuano mkali kati ya mateka pamoja na muasi ambaye wakati huo Bwana Swiper pia alikuwepo hapa. Basi waasi walizunguka duara huku wakinua silaha zao AK-47 na walipiga kelele sana kwa fujo. Fagio, Fagio. Wote walikuwa wanaimba na kumpa moyo Jenerali Swiper ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Fagio. Pambano lilikuwa la bure ambalo liliruhusu hata matumizi ya silaha ikiwa umezidiwa. Basi baada ya kuruhusiwa waanze mchezo, Swiper alikuwa na kasi sana na alikuwa anataka sana kushindana na huyu Fanny. Fanny alikuwa mwepesi sana na Swiper alikuwa mwepesi zaidi kuliko Fanny. Bila shaka ni kutokana na mazoezi mazito ambayo alikuwa akifanya kila siku. Na labda kwa kuwa Fanny aliamua kuwa dhaifu kwa wakati huo ili asigundulike kwa urahisi kwamba ana uwezo gani wa kupigana, lakini aliruhusu ngumi moja tu usoni ambayo ilimchubua kidogo tu na kuruhusu damu. Muda mwingi alikuwa anakwepa tu mateke ya mfululizo kutoka kwa jenerali huyo, lakini katwa kuthubutu kupenyeza hata konde moja kwa mwanamume mweusi mrefu mwenye umbo la kibabe. Pambano lilimalizika kwa Swiper kujichukulia alama zote 100, lakini kutokana na ushujaa ambao Fanny alionyesha, alibaki moja kwa moja kuwa kijana mwenye uwezo mzuri sana. Tayari walishaanza kumjumuisha kwenye kikosi chao cha waasi na walihitaji kijana shupavu na jasiri kama yeye, lakini kumbe hawakujua kama wanapalilia shamba la serikali na kutaraji mavuno ni kama mgao wa taifa hivi. Walikuwa wanatoanga maji kwenye kinu na mpango wa Fanny ilikuwa ni kutoroka pamoja na Umu. Siku ya 3 ilikuwa ni siku ya maamuzi kwa Fanny. Fanny aliamua kukisanua kabisa siku hii. Basi ilianza kujikomboa taratibu ili apate nafasi ya kumkomboa mtoto wa kike Umu ndani ya hema la waasi. Alianzia na ulinzi wa mbali na alijitahidi kujisafishia njia ili aweze kupita, akipata nafasi basi aweze kutoroka na mtoto mzuri Umu. Sasa Fanny, kuna mlezi mmoja alikuwa amekaa kiasara sana katika lile lindo lake. Basi Fanny alimsogelea taratibu hadi pale ambapo alikuwepo. Hakumshtua wala nini. Alimsogelea tu pande nyuma mgongoni, akampiga askari ile wanaita kabari ya maana. Yule askari bwana alidondosha silaha yake na akaanza kutapatapa. Alishindwa hata kujichomoa na baada ya dakika 3 tayari alishakata moto. Alifariki yule mlinzi kama masiara. Fanny alichukua ile silaha ya AK-47 na kuficha chini ya pango dogo ambalo lilikuwa limetengenezwa na mchwa. Haraka alitoka katika sehemu ya tukio na kurudi karibu na kambi ili kuendelea na shughuli ya kutafuta upenyo kwa ajili ya kuangusha watu wengine. Alipofika pale kambini, alipitiliza moja kwa moja hadi kwa kiongozi mkuu wa waasi ambaye alikuwa anaitwa Marcus 99. Alimkuta yuko ndani ya hema lake akiendelea kumlazimisha Umu kufanya naye mapenzi. "Kiongozi," aliongea Fanny kumshtua kiongozi huyo ambaye alipata muda mwafaka wa kucheza na mtoto mzuri, mtoto wa waziri mkuu. Basi Fanny alifanya hivyo makusudi tu ili aweze kujua hali ambayo basi Umu wakati huo atakuwa nayo. Kwa mbali alishaanza kumpenda kabisa mtoto wa kike, ukiangalia hakuwahi kujihusisha kabisa katika mahusiano kipindi chake chote cha makuzi. Sasa baada ya kumuita Marcus, aligeuka kwa kasi huku akiwa na uso ambao hautamaniki hivi. Ulikuwa ni uso ambao ulikuwa unauliza, "Kwa nini unaingia katika kambi ya wakubwa la maadui na upige hata hodi ujue kama alikuwa na mtoto mzuri?" Basi Fanny pale pale akawahi na kumwambia, "Tumepoteza mwanajeshi mmoja kule Kilimani, amenyongwa." Alitoa taarifa Fanny mwenyewe, yani yeye ndo alikuwa ameua, lakini yeye pia ndo alienda kuripoti taarifa hiyo na lengo lilikuwa ni kuwachanganya tu, ni kwamba yeye usiki. Basi Marcus alipatwa na butwa kidogo na bila kuuliza nani ambaye alikuwa amenyongwa, alijikuta anatoka mkuku ndani ya hema lake na kwenda nje kabisa. Ndani alimwacha Fanny akiwa na Umu. Hao walikuwa ni wapenda nao ambao walikuwa na sura za aibu. "Shh, tunatoka hapa, usiwe na haraka sawa?" aliongea Fanny kumuondoa wasiwasi Umu ambaye alikuwa na hamu kweli ya kupata msaada kutoka katika eneo lile. Fanny alitaka kuita binti lakini hakufanikiwa. Tayari mwamba huyo alitokea naye nje kwenye kufanya harakati za ukombozi. Kambi ilikuwa ni kubwa mno. Ilichukua takriban eneo zima la mgodi. Ilikuwa na wafuasi wasiopungua 30 na walikuwa na kila aina ya wapiganaji. Kila aina ya silaha ilikuwa pale, lakini pia kulikuwa na wale wadunguaji wa mbali. Bila shaka
Nao walikuwa na wanajeshi tofauti tofauti ambao waliungana na kuunda kikosi hiki cha Umoja wa Magaidi ya Afrika Mashariki na Kati maarufu kama IKATU. Walikuwa maarufu sana nchini Kongo. Basi ghafla sauti ya wito ilisikika. Waasi hao walikuwa wanatumia baruti ambazo hutumiwa na watu mgodini pindi wanapotaka kuanza shughuli zao za uchimbaji ili kuwatahadharisha na hatari ambayo inaweza kujitokeza. Kwa hivyo waasi hao walitumia baruti hizo kuitana pindi ambapo kulikuwa kunatokea dharura. Sasa baada ya dakika 5 kila mmoja alikusanyika eneo la wazi ambalo ndo huwa wanakutaniana hapo, eneo ambalo lipo karibu na banda au hema la kiongozi wao Marcus. Walikusanyana hapo kwa lengo maalum tu la kutoka kwa kiongozi wao ambaye alikuwa amewaita. Walikusanyika wale waasi pamoja na mateka ambao walianza kufanyishwa kazi bila ridhaa. Kuna msaliti kati yetu, alianza kuongea Marcus, huku pembeni yake alikuwa mtu hatari kabisa ambaye anaitwa Jenerali Anton Swipa. Mwenzetu mmoja upande wa mashariki Mguto amenyongwa hadi kufa. Aliendelea kunguruma Marcus na uso ulionyeshwa kuchukizwa sana na kile kitendo ambacho kilikuwa kimetokea. Na kila neno ambalo aliongea hakuacha kupigiza mikono yake ya kuume kwenye mkono wa kushoto. Alikuwa na hasira sana. Wewe njoo hapa. Basi kabla hajajibiwa kitu ambacho alikuwa amekisema, tayari alitoa amri ya moja kwa moja kwa watu waliopo pale ili kusikiliza wito. Maskini, alikuwa ni mzee yule wa makamu ambaye alinyofolewa kidole na Jenerali Anton Swipa kwenye ndege. Yule jamaa alisogea mpaka pale alipokuwa ameitwa. Kwa nini umejifunga hapo mkononi? Aliuliza Marcus, huku jicho lake likiwa limeiva, utadhani tayari alishakuwa amempata huyo msaliti wa kambi yake. Niliumia kwenye ndege, aliongea kwa kujihami mzee yule ambaye mwanzo alijitambulisha kwa jina la William. Aliongopa kwamba amejiumiza mwenyewe kwenye ndege kwa kuwa alimsababishia maumivu ya vidole vyake alikuwa sehemu ile akiwa anamwangalia tu. Akaona si mbaya ikiwa kama atajitaja mwenyewe. Fungua. Marcus alimwamuru William afungue mkono ambao ulikuwa umejeruhiwa. Alisita kufungua, lakini ilikuwa ni oda na hakuona haja ya kuanza kuleta ubishi wote ule, vinginevyo huenda akapoteza hata vidole vingine. Basi bila ubishi alifungua na kuachia mkono wake ambao ulikuwa na vidole 4. Ashika hii. Baada ya kumfungulisha kidonda chake hicho na kuona kwamba ilikuwa ni kidonda ambacho kilihusiana na utokwaji wa kidole chake, hakuwa na shaka tena. Tayari alijua ajali hiyo ilikuwa imesababishwa na kijana wake Swipa, na sasa alimpa bastola ndogo kwenye mkono ule ambao ameumia, akamwambia shike. Alishika hivyo japo kwa shida kutokana na maumivu makali ambayo alikuwa kwenye kidonda. Haya, nipige risasi, aliamua tena Marcus. Sasa aliona namna ya kupiga risasi yule William ambaye tayari alishakuwa ameshikishwa bunduki. Alitaka tu kuangalia ni vipi atashika bunduki na vipi kama anaweza kweli kufyatua risasi. Lakini William hakufanya chochote kwa yule mzee. Aliamua tu kurudisha ile bastola bila hata kufyatua sehemu yote ile ambayo alikuwa ameelekezwa. Basi Marcus alijikuta akicheka sana na kisha akamuita kijana mwingine. Kijana huyo akuwa mwingine alikuwa ni Fanny, ambaye Fanny alikuja na kuchukua ile bastola. Fanny alisogea hadi aliko pale akaichukua na akawa ameambiwa, muue huyu bwana. Fanny alikabidhiwa jukumu la kutoa uhai wa bwana William. Yes, alishindwa kupiga risasi. Alikuwa ni mtu mnene mwenye nyama zake ambaye alisafiri na suti yake kwa lengo la kuelekea Afrika Kusini kibiashara. Hatimaye anajikuta katika mtego wa waasi na kupata dhamana ya kukatwa kidole hapo ndani ya ndege. Na haikutosha hiyo. Leo tayari alikuwa anapewa mtu ili aweze kumuua yeye. Yaani yeye William auawe. Basi Fanny alichukua bastola kutoka kwa Marcus na akaitazama kabla hajafanya kitendo ambacho alikuwa ameagizwa. Alifungua na kuangalia kama risasi kweli ilikuwepo ama ni mtego, na hatimaye kweli alikuta bastola ikiwa imebakiza risasi 2 tu kati ya mashimo 6 ambayo yalikuwepo. Alizungusha bomba risasi na kuifunga tena vizuri na kisha akaikoki tayari kwa mauaji. Fanny alielekeza bastola kuelekea kwa bwana William. Alichukua sekunde 2 kabla hajaruhusu risasi kuelekea kwa bwana William. Alifumba macho na kubonya kifyatulio cha risasi na kuruhusu risasi kutoka. Lakini kwa mshangao haikutoka risasi yoyote ile. Fanny alirudia tena kuipiga nyingine, lakini nayo haikutoka. Na kisha alimpa bastola hiyo Jenerali Swipa ambaye alikuwa anamwangalia Fanny kwa kila hatua ama tukio la ujanja ambao alikuwa anafanya pale. Basi toka wamaliza ile pambano la kirafiki, Jenerali Anton Swipa alikuwa na mashaka sana na huyu Fanny. Alihisi tu hakuwa ni mtu wa kawaida kwa jinsi ambavyo alifanikiwa kuruka makonde yake siku ile. Kwa hivyo toka hapo jicho lake kila mahali lilikuwa mbele ya Fanny. Alihisi kijana huyu alikuwa ni msaliti wa chini chini, yani si mtu wa kuaminika hata kidogo. Basi Swipa alichukua ile bastola na bila kuifungua alichomeka katika kiuno chake na akatulia. Kamanda, nimemuua huyu zaidi ya mara 2, lakini sheria za uasi zimekataa. Huruhusiwi kumpiga mtu risasi zaidi ya 3 ikiwa hauna mwafaka, na kama yuko upande wako ama la, uweze kufanya hivyo.
alihutubia Fanny mbele ya Marcus ambaye alikuwa makini kusikiliza tu porojo za Fanny. Yeye alikuwa anatafuta nani mhusika wa mauaji na nani alikuwa ni mwanachama na nani ambao pengine walikuwa ni pamoja katika hilo. "You are under arrest, everybody down." Ilisikika sauti eneo la karibu ya kambi. Ilikuwa ni sauti ya kipaza kutoka kwa mtu mwingine kabisa ambaye si mwasi. Haikuwa rahisi kwa waasi hao kusalimu amri. Walianza kupiga risasi ovyo huku wakikimbilia kwenye pango ambalo huwa wanajificha huko kwa ulinzi zaidi. Wengine walitumia wale mateka kama kinga yao ili kutokuruhusu risasi ziwafikie. Sasa pembezoni mwa kambi hiyo ya waasi kulikuwa na kikosi kikubwa cha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na kikosi maalum cha jeshi la kujenga taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walifika eneo lile na kuvamia, na lengo lilikuwa ni kupambana na wahalifu, lakini hawakuzingatia kabisa namna ya kuja kufanya ukombozi, bali ilikuwa ni kutokomeza waasi hao. Baada ya purukushani za kutupiana risasi, sehemu nzima ya mgodi ilikuwa ni vumbi tu. Haikujulikana nani alikuwa ni muasi na nani alikuwa ni mateka. Jeshi lilikuwa upande wa juu wa kambi na lilikuwa likiendelea kuangushia risasi waasi ambao walikuwa wakichelewa sana kujikinga. Kimya kilipotawala, walishuka sasa chini kuendelea kuokoa mateka ambao walinusurika, na ilikuwa ni kama hivyo, na kama umefariki basi hawana mpango na wewe. Walikuwa wanatafuta kwanza majeruhi na kisha walikuwa wakitafuta wale wazima kabisa. "Mtafuteni binti haraka." Hii ilikuwa ni kauli kutoka kwa mkubwa wa msafara ambaye alisikika akizungumza, na haraka kikosi kilitawanyika huku na huko kwa ajili ya kumtafuta mwanamke ambaye walikuwa wameagizwa. Kumbe kikosi kile kilikuwa maalum kwa ajili ya kwenda kumwokoa binti wa waziri mkuu tu, na ndio maana hawakutumia utaratibu wowote ule wakati wa uvamizi. Walitumia usiri ambao umewekwa na serikali ya Tanzania kwa kutokutangaza kwamba ndege yao imetekwa, na hivyo waliamua kwenda kufanya harakati kimya kimya. Maskini, kuna mengi yalikuwa yanaendelea chini ya pazia. Watu walikuwa wanateketea kimya kimya. Kwenye amshamsha ile kulikuwa na faida, lakini pia kwa na hasara. Faida ilikuwa ni pale ambapo walifanikiwa kuwaweka kitimoto waasi ambao walikuwa wameweza kweli. Hakuna alikuwa na nguvu kati yao. Waasi walikuwa kama 21 hivi, walifariki pale pale na wengine baadhi walikamatwa. Lakini hasara zilikuwa ni nyingi sana, kwani mateka 4 walikuwa wamefariki kwa risasi za ovyo ambazo zilikuwa zinapigwa, huku wengine wakitumiwa kama kinga dhidi ya waasi. Lakini pia kati ya wale hakukuwa na watu 4, kulikuwepo na kamanda mkuu ambaye alikuwa anaitwa Marcus. Yeye alikimbia katika njia yake. Alitumia uzoefu wa kamanda kukimbia, na tukio lile upande wa pili alikuwa ni General Anton Swiper ambaye pia alifanikiwa kukimbia na binti kipenzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyuma ya watu wa General Anton Swiper alikuwa anafuatiliwa kwa umakini na kijana wetu ambaye alikuwa ni Fanny Laurent Konya. Watu hao 4 hawakuwepo kwenye kile kivumbi. Tayari walishatumia mbinu zao kuondoka katika eneo lile. Kumbuka, Konya si mmoja wa waasi, yupo kwa ajili ya kumkomboa binti, lakini pia yupo pande ya serikali. "No one." Mmoja wa wanajeshi alitoa taarifa baada ya kutoka ndani ya mahema yote na asimuoni mtu ambaye alikuwa anamtafuta. Hakuwepo binti Mustafa ambaye alikuwa amekuja kutafutwa na jeshi zima. "Find her, hurry." Alitoa agizo yule kamanda, akiwaagiza wanajeshi wake waelekee kila upande kwa ajili ya kumtafuta Mustafa, na jambo hili lilitakiwa kufanyika kwa haraka sana. Na sasa tunarudi Dar es Salaam ambako kikao cha siri kilitishwa na baadhi ya viongozi wa serikali. Kikao ambacho kilihusisha mwafaka juu ya kutekwa kwa ndege ya Boeing 787-800 Dreamliner ambayo ilikuwa imeshikiliwa na waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao hicho kilihusisha zaidi maamuzi ya wachache ili kunusuru nafsi zao. Kilikuwa ni kikao ambacho kitambuliki kabisa katika moja ya vikao vya serikali. Kilikuwa na wawakilishi wa serikali, lakini katu hakuna ambaye alikuwa na mnufaika wa haki wala kisheria kwa upande wa nje. Walikuwa juu ya katiba na wale wote walikuwepo kwa lengo lao moja tu. Wengine walikuwa ni wale mamluki ambao walichukua tenda ya kwenda kukomboa ndege hiyo huko Kongo. Wote waliobobea katika uvutaji wa sigara, kwa maana ya hakuna mdomo ambao haukuwa na moshi, lakini pombe za kila aina zilirindima katika meza yao, huku katikati ya meza kukiwa kumewekwa cheni yenye thamani ya bilioni 10 za Kitanzania. Tumekubaliana tunakwenda kinyume na mpango wa Mheshimiwa Rais, right? Sasa tupange, huu mshiko tunagawana senti ngapi? Wa kwanza upande wa kushoto alianza kuzungumza kwa niaba wengine. "Bwana mwenyekiti, mimi naomba kwanza utoe sera ya pamoja ambayo utaweka na itatupa uaminifu kwa ajili ya kutunza siri hii. Si unajua kwamba jicho la serikali ni kubwa sana." Mwingine ambaye alikuwa anazungusha kiti chake alichangia huku akiendelea kuchezea mwisho sigara yake ambayo ilikuwa mdomoni. Okay, tumefanya kazi nyingi sana kwa kweli. Hakuna haja ya yote. Tufanye mambo haraka, si mnajua kwamba mimi naenda kumaliza ujenzi wa hekalu langu kule Kigamboni. Wa pili naye alichangia
na kisha wote wakacheka. Walikuwa watu wasiozidi wala wasiopungua 6. Huu ulikuwa ni mpango nyuma ya waziri mkuu, nyuma ya mheshimiwa rais. Wajanja walitaka kuzunguka mbuyu, kuzila bilioni 10 za serikali na si kupeleka kule ambako ilipaswa pesa ile kupelekwa. Hivi, kwani mnawaamini sana hawa vijana wataweza kweli kazi? Mmoja alitia mashaka juu ya uwezo wa vijana ambao walikuwa wameagizwa kufanya kazi yao. Kazi ipo chini ya Bwana Abdulrazak bin Kashi. Huyu jamaa ameshawahi kunifanyia kazi kwa uhakika, yani kazi zisizopungua 8 na zote amefanya vyema. Kwani maagizo si ni yale tu, kwamba hakuna mtu wa muhimu yoyote zaidi ya mtoto wa mzee Ali? Yule wa kwanza alikuwa akijaribu kuelezea uaminifu wa mtu ambaye alikuwa amempa kazi na akimaanisha kwamba kazi itafeli. Bwana basi pale hamna shaka, nategemea umeshamaliza huko, si tugawane tu mshiko na hakuna atakayetoka nje ya hili. Kama ukila pesa hizi basi umekula na siri, usitoe kwenye haja ndogo wala kwenye haja kubwa. Aliendelea kuongea na kuweka umakini wa jambo hilo. Basi tusipoteze muda, tupige paso kwa paso hapo na kisha iende taarifa kwa mheshimiwa waziri mkuu kwamba tulipeleka ofa tukiwa sisi na jeshi la Kongo, na kisha ofa haikufanya chochote kile. Wale waasi walilamba na wakatugeuka. Tumepoteza askari wengi sana, tumepoteza silaha pamoja na baadhi ya mateka ambao wako kule. Mateka waliopatikana wataishia kule ukanda wa Kigoma. Tutawachelewesha ili kuwapima kwanza corona. Baada ya hapo I think ni sindano za simu tu, kwa maana inawezekana tukapata pipette kutoka kwao na wakatuchoma, then itakuwaje sasa? Yes, mtoto wa waziri atatakiwa awe chini ya uangalizi wa babake na kazi inakuwa imeisha. Yule wa mwanzo alirudia tena na alikuwa ni muongeaji kweli. Bila shaka ndo alikuwa mtu muhimu sana ambaye alikuwa ni msukaji wa mpango. Kiongozi, kwa hiyo ulikuwa unataka kuniambia kwamba huyu binti wa waziri ni mzuri sana au? Usije na yeye ikawa ndo wale si unajua dada tabia zao, yani mpaka wafinyi kidogo. Mwingine alikuwa na mashaka juu ya hiyo taarifa ambayo ilikuwa imesukwa. Kuna ushawahi kumuona binti? Hajulikani na taarifa zake zimefika hivi punde, tena kwa siri. Alikuwa anaishi huko Tanga. Alikuwa anamkimbizia Afrika Kusini kwenda kujifunza masuala ya utabibu huko, na hana maana kwa sana ni kivile, lakini ndio hivyo tu. Alielezea vizuri mwenyekiti na kila mtu alitikisa kichwa chake na akaegesha tena mikao vizuri kwa ajili ya kuendelea kwenye vinywaji vyao. Wengine waliendelea kuvuta sigara na yote hiyo ilikuwa ni katika starehe tu ambazo walikuwa wanazifanya wakiwa pale ndani. Naam. Hatimaye sasa kikao hicho ni kutoka kwa marafiki 6 ambao hufanya kazi nyingi za kiserikali wakiwa pamoja. Tunaweza kusema hawa ndio watunza siri za wananchi na kila kitu na mwelekeo wa nchi. Wao ndio walikuwa kwanza kujua na kutatua. Wanaendesha nchi kwa siri sana, si kwamba wao ni marais, hapana. Na usita wao ulikamilika kabisa. Kulikuwa na kamanda wa kiserikali kutoka Ikulu, kulikuwa na mwandishi wa habari mkongwe na alikuwa ametoka kutoka chama pinzani, kulikuwa na mwanasiasa mkongwe ambaye alikuwa anafahamu kila historia ya marais wa Tanzania, kulikuwa na kiongozi wa juu wa jeshi la kujenga taifa, kulikuwa na jamaa ambaye yeye alisomea mambo ya diplomasia, lakini nchi haijui kabisa kama ni umoja huu, bali namtambua kila mtu mmoja kwa nafasi yake. Ama kweli si kila kilicho hai hutumiwa hewa. Kuna vingine havina uhai, havivuti hewa lakini vinaishi. Sasa mpango ulikuwaje? Mpango ulikuwa hivi. Kwanza walitumia askari ambao hawatambuliki na kikosi cha jeshi la Tanzania wala Kongo. Waliwavisha watu majina feki kwa nia ya kwenda kufanikisha tukio lao. Lengo kuu lilikuwa ni kumkomboa mtoto wa waziri mkuu tu, la sivyo wangeua mateka wote kwa pamoja, na hii yote ilikuwa ni katika kulinda siri ya bilioni 10. Wakati Kishia anaendelea kupiga mahesabu ya kiasi ambacho kinapaswa kugawanywa pale kwa kila mtu, simu ya mkononi iliita na yule mwenyekiti wa kikao ndo ambaye alikuwa akipokea. Wametoroka? Shit. Mwenyekiti alipokea simu na alisikia vizuri kabisa taarifa ambayo alikuwa amepewa. Ilikuwa ni juu ya kupotea kwa mtoto wa waziri mkuu ndani ya kambi ya waasi wa Ikatu. Who played this shit? Aliropoka kwa Kiingereza mwenyekiti huyo. Kitendo hichi kilimshitua sana na kilikuwa kinyume na matarajio yake. Waliokuwa pale wote walibaki kimya kusubiri kusikia simu ambayo ilikuwa inazungumza. Ilikuwa inazungumzia nini? Nani? Yes, umesema kiongozi wao anaitwa nani? Aliuliza na kisha alitoa kijitabu mfukoni mwake pamoja na peni pia akaanza kuandika. General Anton. Okay, General Anton Swiper. Mwingine nani? Rudia tena, mwingine nani? Okay, Marcus 99. Okay, hao ndo hawaonekani pamoja na huyu mtoto mpuzi, si ndio? Basi aliuliza vile na kisha aliandika majina kwenye kijitabu chake na kisha akauliza tena. Van Laurent, naye pia amepotea kusikojulikana. Kwa nini? Okay, umesema huyu alikuwa mateka. Sawa, basi nitakufahamisha baada ya muda kidogo.
aliongea na kisha alikata simu. Basi wenzake wote walimgeukia tena na wengine walikuwa wamesimama. Ondoeni shaka, kila kitu kipo kwenye mpango. Aliondoa hofu wenzake na kisha aliweka kile kitabu chake pamoja na peni mfukoni. Alivuta kiti chake na kukaa sawa, huku miko ilikuwa imefungwa kwa mbele kama mtu ambaye alikuwa amevishwa pingu tayari kwa mahojiano. Hebu badilisha mkakati, kuna stori nyingine nzuri ya kusisimua unajua, aliongea yule mwenyekiti na kisha akatabasamu. Hakuchukua muda akaendelea. Mimi kama Mr. Sam Dafur nitahakikisha hili swala linakaa kwenye mstari. Hakuna kitu ambacho nimewahi kushindwa hadi kufikisha hii miaka 51. Aliongea na kisha alimwangalia mwandishi wa habari mkongwe. So wamekimbia au? Mwingine alidakia. Ni kwamba alishajua dili limeenda ndivyo sivyo. Ya wamekimbia, lakini faida kubwa sana kwetu bado ipo. Sam Dafur aliongea tena. Kivipi sasa? Yule mwandishi wa habari alioji. Ni hivi. Licha ya kwamba wamekimbia, lakini kuna mpango mwingine mzuri kuliko ule mwanzo. Hebu tubaki na story iwe kama hivi. Hakumaliza, aliingia katika mfuko wake na kutoka tena na ile karatasi. Aliangalia majina kwa makini na kisha alimaliza hadithi yake. Kuna mateka mmoja hapa amekimbia na ni Mtanzania halisi. Jina lake ni Fan Laurent. Huyu anatosha kabisa kubeba huu msalaba, aliongea bwana Dafur. So mwingine aliingilia kati. Rais tu toa taarifa kwenye vyombo vyote vya habari, radio, television, magazeti, kuanzia ikulu kule, vyombo vyote vya serikali, watu binafsi, taarifa izuke kwamba muasi mmoja kwa jina la Fan Laurent amemtorosha na kumteka nyara mtoto wa waziri mkuu huko Kongo. Kuhusu picha zake za huyo bwana utazitoa pale uwanja wa ndege na hapo itakuwa limemfikia yeye, alimaliza bwana Dafur. Na alikuwa na mpango mzuri sana kwa upande wake, si mtu kutumia nguvu nyingi sana wala akili kubwa sana pindi ambapo anataka kusuka mpango wake. Basi tayari alishatoa mwongozo ambao ulikuwa ni wa kushtukiza tu, lakini ilikuwa ndio hivyo. Ilikuwa ni tukio ambalo linafuata ambalo basi lingekuwa la kusisimua sana. Sasa tunaacha pale, tunarudi kwa Inspector Konya huku ambapo tunaonyeshwa Khalifa ambaye alikuwa ni kijana mwenye miraba minne. Alikuwa ni mnene kiasi na ni kama angemfikia Mozi Yobu hivi. Sura yake ilikuwa kabisa inarandana na Waarabu magharibi ya Afrika wala machotara wa Kirusi. Aliwa katikati ya maji ya kundi hivi, lakini pia maji meupe. Weusi ambao ulikuwa sio sana kama wa Kongo, na kifupi ilikuwa ni ngumu sana kumtambua asili yake. Ukimtazama ujui, anakuja na kataa. Basi Arifu alikuwa anatembea nje ya mapango ambayo alikuwa anaonyesha kulikuwa na ulinzi mkali mno. Kijana huyu alivalia bukta kubwa sana mabaka na chini alikula raba moja kali sana ambayo ilikuwa imetoka kwa Luoga Pambakali pale. Juu alivalia t-shirt nyeusi sana na alikuwa ameishikiza kwa kuvaa na miwani usoni, lakini pia alivaa gloves mkononi, na kila alipokuwa akitembea kutoka kona moja kwenda kona nyingine alikuwa anagonga mikono hivi kama mtu ambaye alikuwa anatafakari jambo kwa muda mrefu. Baada ya kufanya hivyo kwa muda mrefu, aliamua kufunga safari na kuelekea ndani zaidi ya mapango. Huku pia alipishana na watu kadhaa ambao walikuwa wakisimama kama walinzi wakiwa wameshikilia silaha kali aina ya AK47. Alifika hadi sehemu ambayo alikuwa amedhamiria kwenda, ambapo alikutana na uso wa mtu ambaye alikuwa amechoka sana kunyanyaswa, mtu ambaye alikuwa amepigwa sana hadi kutoka na damu. Mtu ambaye alikuwa ameaminika kama askari shupavu kwa kutokea katika Tanzania ambapo ilipata uhuru, na huyu alikuwa ni Inspector Peter Konya. Konya huyu alikuwa amebondwa haswa, damu yake ilikuwa imemvuja mno na kuloanisha fulana yake ambayo alikuwa amevaa na ilikuwa ni huko ndani ya mapango. Konya alikuwa amefungwa kwenye kiti cha chuma. Chini ya sakafu la chumba hilo kulikuwa na uchafu sana na kulikuwa kutamaniki kwa sababu maji yalikuwa yametapakaa kila sehemu. Ili liloanisha udongo wa mapango na kuonyesha kwamba ilikuwa ni kama bwawa dogo hivi la uzalishaji wa mavuno ya samaki. Kinachokubakiza mzima hadi sasa ni vitu viwili. Cha kwanza ni oda kutoka kwa Mr. X, na pili ni kwa sababu unakuwa mgumu kueleza kile ambacho tunakuuliza. Aliongea Harifu huku akishika kinywa cha Konya na kukifikinya kweli. Mzigo wetu uko wapi? Aliuliza swali Konya. Hakuna mtu yote ambaye alijibu. Uso wake ulikuwa umefura sana kwa hasira. Konya, unajua kwamba mimi sina mchezo hata kidogo, mimi nakuua eti. Khalifa huyu aliamua kumtishia Konya, lakini hakuna chochote ambacho alijibiwa mpaka sasa hivi. Konya hakuwa mdhaifu hata kidogo. Basi baada ya kuona kwamba Konya anashindwa kujibu jibu lake ambalo anaulizwa, bwana Khalifa aliamua kupiga simu sehemu ili kuomba atumiwe kitu. Simama humo ndani huko akimwangalia Konya kwa uchungu sana kwa sababu alishindwa kueleza kitu ambacho alikuwa anamuuliza kila wakati. Tunafikia mwisho sasa Inspector, sawa? Aliongea kwa sauti ya chini Halifu kabla hajafungua simu yake na kumwonyesha Konya. Alikuwa ni Morini. Mbele ya kioo cha simu alikuwa mtoto wa kike ambaye alikuwa amepotea takriban miezi kadhaa ambayo alikuwa amepita.
Maureen alionyesha yuko salama kabisa na bila hata chembe ya mchubuko wote. Maureen Peter Konya alikuwa ndo sababu ya kumfanya babake kuwa dhaifu kila wakati. Alimwaza tokea siku mpata ile ujumbe kutoka kwa mke wake marehemu mpaka leo hii. Na hatimaye leo anafanikiwa kumuona japo anagundua kwamba mtoto wake yuko hai. Video hii ilimuonyesha Maureen ilikuwa sio ya kutisha sana. Ilimuonyesha mtoto huyu akiwa katika mazingira mazuri tu. Alikuwa katika kitanda akiwa amelala chali, alikuwa ni mzima wa afya na tena alikuwa amevalia nguo nzuri sana ambazo zilionyesha kwamba mtu aliyemshikilia alikuwa anamjali sana. Alikuwa anajali sana na alikuwa anampa mtoto huyo mahitaji. Hakuona haja ya kumtesa malaika kama yule wakati ushenzi ulikuwa ni babake. "Oh, Maureen jamani mwanangu, nipeni mwanangu jamani please." Aliomba Konya huku akijitahidi kusimama kwa kiti ambacho alikuwa amefungiwa. Alitaka kuifuata simu ya Arifu ambayo ilionyesha video za mtoto wake. Naam, alikuwa na nguvu sana Konya. Alinyanyuka kwenye kiti chake akapiga hatua kumsogelea Karifu, lakini kabla hajapiga hatua mbele zaidi, alipigwa teke moja kama la Van Damme, na ile kunyanyua mguu mmoja tu, kimo cha shingo na mguu mwingine ulikuwa stable na bado alikuwa kwenye sakafu bila kutikisika. Basi Konya aliendelea kulalama katika kiti chake hadi chini kabisa kwenye maji machafu pale, na baada ya hapo alikuwa akisikia tu maumivu na kupiga kelele. Alisikia kwamba ni kama ameumia hivi kwa sababu ni kweli alikuwa kuwa ameteguka mkono. Athari ambazo zilimpata kutokana na kiti kile na ilikuwa ni kutokana na uzito wa aina ya kiti ambacho alikuwa amefungwa. Alikuwa amefungwa kwenye kiti cha chuma na sasa alipigwa teke ambalo lilimrudisha hadi chini ya sakafu, na udongo ambao ulikuwa pale kwenye hali ya matope na vidimbu vya maji. Konya alikuta ameanguka vibaya sana na alianza kulia kama mtoto. Kilio kilichochanganywa na matukio matatu mfululizo. La kwanza ilikuwa ni kuanguka vibaya kwenye kiti mpaka kamletea matatizo ya kuteguka mkono, lakini pili ilikuwa ni kutekwa kwa mwanae kwa muda mrefu na leo anafanikiwa kumuona yuko mzima wa afya, bado tu hajapata nafasi ya kumkomboa. Lakini tatu, kumbukumbu ya kutekwa kwa mtoto aliyemlea katika ujana wake wote ambaye anaitwa Fanny Laurent Konya. Hakika Konya aliramba jike kwa kweli. Alikuwa na kazi nzito sana ya kufanya. Baada ya Konya kuanguka na kiti chake pale kwenye maji machafu, Arifu alimfuata Konya pale chini na alimuuliza swali lile lile, "Mzigo wetu uko wapi Konya?" Basi Konya alijikakamua na kujibu, japo jibu lake lilikuwa ni la uongo mtupu. Yaani ilikuwa ni kirahisi eti atoe siri za jeshi la polisi. Thubutu haikuwa kwa Konya. "Bwana upo bwana, nifungulie basi, nifungulie tani niwapeleke sehemu ambapo mzigo upo." Aliongea Konya akionyesha pia alikuwa anadanganya kwamba amesalimu amri na sasa nataka umfungue. Wajaribu kumfungua waone. "Kwani unajua umbali wa sehemu hadi mzigo ulipo?" aliuliza Karifu. Alionyesha dhahiri kwamba walikuwa wanataka kumpeleka kwenye sehemu ambayo mwanzo walimdanganya kwamba ilikuwa ni Msumbiji. "Kwa hiyo kijana, unadhani kama mimi nipo wewe kama wewe ambaye sijui unajifunza ujasusi kwenye umri huo? Unajua mimi ujasusi nimezaliwa nao jamani, lakini kwa nje ndio mnaniita hivyo inspector." Aliongea kimafumbo Konya, akafanya Arifu kutokumuelewa vizuri. Kitu ambacho libishana ni kuwa sehemu ambayo Konya walikuwa wamempeleka na kumdanganya kuwa sehemu hiyo atapatikana inapatikana nchini Msumbiji, lakini pia mtoto wake yupo huko Msumbiji. Zilikuwa ni taarifa za uongo kwa sababu sehemu ambayo Konya alikuwa ameshikiliwa alikuwa anaperform vizuri sana. Na si mara moja alikuja kufanya mizunguko na familia yake akiwa na mtoto wake Maureen pamoja na mke wake marehemu mama Maureen. Hapo napajua, si ndio? Alishangazwa na uwezo wa Konya. Sharifu alishangaa sana. Tayari mwili wake uliingia wasiwasi na alihisi kwamba ameshapoteza uaminifu tayari, na hii itapelekea Konya kuwa tena imara kwa kushindwa kusema kitu ambacho alikuwa anakihitaji kiko wapi. "Ndio, hili eneo liko Tanzania na siwezi kukuambia ni wapi kwa sababu jibu tayari unalifahamu." Alijibu kwa jeuri sana Konya. Karifu alimuinua kwanza Konya na alimuinua sehemu ile ambayo alikuwa amedondoka na akamweka sawa. Alikuwa ameloa mwili mzima. Alipowekwa sawa, alikomaa kidogo na yale maumivu ambayo alikuwa anapitia na alikaa kakamavu. Askari bila kugugumia tena aliamua kujikaza. Alikuwa sugu wa muda mrefu sana. Na hapa alikosa tu ile kiku yake ambayo alipenda sana kuweka mdomoni kwa sababu alikuwa anapenda sana kutumia kwenye changamoto kama hizi. Basi kabla Karifu hajasema chochote wala kufanya chochote, aliingia mtu mwingine ambaye alikuwa ameshika AK47 kwa ufasihi sana. Aliingia huku mkononi akiwa ameshika karatasi kubwa la rangi. Alisogea hadi pembeni kidogo na kisha kuonyesha ishara ya kumuita Karifu pembeni. Waliteta jambo na takriban dakika 2 huku vidole vyake vikielekea kwa Inspector Konya. Basi baada ya maongezi kuisha, yule jamaa alimkabidhi Karifu ile karatasi kubwa la rangi na kisha ilitoka nje lile pango. Karifu alisoma kwa umakini mkubwa sana na alipomaliza alianza kucheka. Alicheka sana bila kumshirikisha mtu yote yule.
Alicheka baada ya kusoma lile bango na kisha aliunganisha maneno ambayo alikuwa ametoka kuambiwa na askari wake. Huyu ndo Mr. X kubwa la maadui. Napenda sana michezo yake mimi. Aliongea kwa nguvu hadi Konya alisikia. Alipiga hatua hadi alipo Konya alisimama usawa macho yake na kisha alimfungulia lile bango. Bango lilikuwa limeandikwa maneno makubwa machache sana. Maneno ambayo yaliandamana na picha kubwa ya mtu. Bango hili lilikuwa limeandikwa kama ifuatavyo, na baada ya hiyo picha iliyokuwa upande wa kushoto kulikuwa kuna haya maandishi: Fanny Laurent, most wanted. Anahusika na utoroshwaji na utekaji nyara wa binti wa waziri mkuu. Utakapomwona mahali popote pale au mzima wamekufa, toa taarifa kwa namba zifuatazo bure. Donge nono la shilingi milioni 1 litatumika kama zawadi. Ujumbe huu ambao upo kwenye bango hili ulionekana kusomeka hivyo na ulimwacha tena Konya akiwa ndani ya taharuki. Yeye hakuwa tena na mawazo yote ya kwamba kutakuwa kuna muunganiko wa matukio kwa kijana wake Fanny, lakini kila siku ilikuwa ni tukio hili baada ya lingine. Alijikuta akichoka sana. Amteke mtoto wa waziri? Alijiuliza swali Konya ambalo hakukuwa na mtu yote ambaye alikuwa tayari kumjibu. Tayari maadui zake ambao wanamshikilia walionekana kwamba wameshamjua Fanny kwamba alikuwa ndani yake. Na sasa ilikuwa ni komesha juu ya komesha. Ni wazi kwamba Konya alikuwa ameshikwa katika sehemu zake zote ambazo zilikuwa ni dhaifu. Vita ya akili bado ilianza kumuumiza kichwa Konya, na wakati huu akili ilikuwa inamfikiria huyu, basi tukio la mwingine lilikuja. Akiweka akili kwa mtu mwingine, basi alikuja mtu mwingine, na hii ilikuwa ni kujihusu kujikomboa mwenyewe, kuhusu kujua nani kamuua mke wake. Alitaka kumtafakari mtoto wake, lakini alitakiwa kumwaza tena kijana wake huyu ambaye anakabiliwa na kesi kubwa sana mbele yake anaitwa Fanny. Basi familia ya Konya sasa ilikuwa katika wakati mgumu sana. Konya alishajua sana kwamba taifa zima likijua huyu aliyemteka mtoto wa waziri mkuu ni kijana wa Konya, basi ataishi katika matatizo makubwa sana. Hali ya Konya ilianza kubadilika na alianza kutetemeka kupita kiasi. Bila shaka homa ya moto sasa ilimpata Inspekta Konya. Na msikilizaji, bado tunaendelea kuzifunua kurasa katika kitabu hiki ambacho kimeandikwa na Xavier Luoga, akiwa ametutumia kwa kuandika kwa lugha ngumu kidogo, lakini taratibu tunaendelea kuzifunua kurasa ili kupata kufahamu nini kitakwenda kujiri, lakini ni wapi ambako anataka sisi tukafike na kuondoka na funzo kutoka katika simulizi hii ya Inspekta Konya. Mimi nikwambie tu msikilizaji, endelea kuikumbatia channel yetu ya Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe, usiache kutana notification, lakini pia tuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye namna ambavyo unaifuatilia simulizi hii. Usiache kusema pia unatusikiliza ukiwa wapi duniani. Jina langu naitwa Tutu, tukutane katika sehemu inayofuata.